Na sasa basi tuelekee kule mkoani Tanga. Mtu mmoja ameuawa na wengine wawili kujeruhiwa baada ya watu wanaosadikiwa kuwa majambazi kuvamia chuo kikuu cha Sebastian Kolowa Sekum na kuchoma mabweni kisha kutokomea kusikojulikana. Kufuatia tukio hilo, mkuu wa mkoa wa Tanga Martin Shigela ameviagiza vyombo vya dola mkoani humo kuwawajibisha viongozi wote wa vijiji watakaobainika kujihusisha dhidi ya vitendo vya kiuhalifu, ikiwa ni pamoja na kuwapokea watu wanaoingia na kuishi nao katika maeneo yao. Taarifa zaidi anao mwandishi wetu Betha Mwambela kutoka Lushoto. Wanachuo wakiwa katika simanzi baada ya watu wasiojulikana kuvamia chuoni hapo na kumuua kwa risasi mlinzi Yohana Shemzigwa mwenye umri wa miaka 34, pia kumjeruhi mlinzi mwingine Abu Raja mwenye umri wa miaka 49 na kumjeruhi vibaya jambazi moja ambaye jina lake halikufahamika mara moja, kisha wakachoma moto mabweni mawili na kutokomea kusikojulikana. Kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tanga ikiongozwa na mwenyekiti wake Martin Shigela imefika chuoni hapo. Na tunaendelea kutengeneza mifumo mipya ya kuwajibishana, kwamba haya matukio haya hatuwezi tukawa na maeneo X menyewe ndio sosi ya matatizo, na unakuta wanaohusika au wanaokamatwa wengine wanatoka katika zile society au zile ile miji au vile vijiji. Halafu leadership zetu za vijiji, uongozi wa vijiji, kuna kamati ya ulinzi na usalama ya kijiji, kuna serikali ya kijiji, haushtuki, hauchukui hatua. Benedict Wakuriamba ni kamanda wa polisi mkoa wa Tanga. Hapa anaelezea namna hali ya ulinzi ilivyoimarishwa. Lakini nisema tu kwamba ulinzi katika eneo hili umeendelea kuimarishwa toka usiku ule wa jana mpaka saa hizi, na tutaendelea kuimarisha kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kwamba wanafunzi na chuo kinaendelea katika hali yake ya kawaida. Tunaomba tuseme tu kwamba hali ya usalama imerejeshwa na itaendelea kuimarishwa bila tatizo la aina yoyote. Kwa hiyo wanafunzi pamoja na wanajumuiya kwa ujumla waendelee na majukumu yao kama kawaida. Kwa upande wake, mkuu wa chuo hicho Askofu Steven Munga ameiomba serikali ya mkoa kuzidisha ulinzi chuoni hapo, jambo liloungwa mkono na mkufunzi kutoka Wizara ya Afya Dr. Jasisi Mwambashi. Lakini kwa sababu tumekwisha jua na kwa sababu tumekwisha kubaliana namna ya kuimarisha ulinzi, mimi nina hakika hili halitatokea hapa. Sisemi halitatokea Lushoto, sisemi halitatokea wapi, lakini hapa nina hakika halitatokea tena. Ombi letu sisi kwa serikali, kwa sababu mitihani bado ya wizara inaendelea, tulikuwa tunaomba tu kuimarisha ulinzi kwa ajili ya wakufunzi external examiner pamoja na wanafunzi, na mitihani inaendelea ili iweze kuwa salama na kuisha salama. Mara baada ya kutoka chuoni hapo, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa ilipata nafasi ya kutembelea hospitali ya wilaya ya Lushoto na kuonana na majeruhi. Hii ni kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tanga ikiongozwa na mwenyekiti wa kamati hii Martin Shigela, waliofika katika chuo cha Sekom ili kujionea uharibifu uliofanywa na watu wasiojulikana waliogharimu maisha ya mtu mmoja na mwingine kujeruhiwa. Nikiripoti kutoka eneo hili la Sekom, wilaya ya Lushoto, mkoa wa Tanga, naitwa Betha Mwambela wa TBC.